shule za sayansi za wasichana katika mikoa 26 Tanzania bara. Kama ambavyo mnakumbuka, wakati anaingia madarakani Mheshimiwa Rais alieleza azima yake ya kumsaidia mwanamke. Katika kutekeleza azima hiyo, serikali ya awamu ya 6 imejenga shule za wasichana katika mikoa 26 zenye michepuo ya masomo ya sayansi. Hadi sasa ujenzi wa shule hizo umegharimu shilingi bilioni 121.55 za Tanzania na tayari wanafunzi 10,274 wameshadahiliwa na wanaendelea na masomo. Uwezeshaji wa wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande mwingine, serikali ya awamu ya 6 imeanzisha programu ya ufadhili wa wanafunzi wa elimu ya juu inaitwa Samia Scholarship Program kwenye fani za sayansi, teknolojia, ubunifu, uhandisi, hisabati na tiba, hasa kwenye ufaulu wa kiwango cha juu. Fedha shilingi bilioni 6.63 zimekwisha tolewa tangu kuanza kwa programu hiyo na kunufaisha wanafunzi 1313. Vile vile serikali inatoa ufadhili wa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu na vyuo vya kati wanaosoma stashahada za fani na ufundi. Tangu kuanzishwa kwa mpango huo, shilingi bilioni 20.08 zimetolewa na kunufaisha wanafunzi 7732. Pia serikali imeanzisha mfuko wa wabunifu unaojulikana kama Samia Innovation Fund ili kusaidia wabunifu kuchochea biashara za ubunifu na kuongeza fursa za ajira. Ujenzi wa miundombinu ya kutolea huduma za afya. Mheshimiwa Naibu Spika, utoaji wa huduma za afya nchini umeendelea kuimarika kutokana na jitihada zinazofanywa na serikali kwa kushirikiana na wadau wa sekta binafsi. Jitihada hizo zimewezesha kuongezeka kwa vituo vya kutolea huduma za afya kutoka vituo 8458 mwaka 2020 hadi vituo 9826 kufikia Februari mwaka huu 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile idadi ya hospitali zinazotoa huduma za magonjwa ya dharura zimeongezeka kutoka 7 mwaka 2020 hadi 116 mwaka 2025. Pia vituo vya kutolea huduma za afya vyenye majengo ya mama na mtoto vimeongezeka kutoka 681 mwaka 2020 hadi 7397 Februari 2025. Kutokana na jitihada hizo, vifo vinavyotokana na uzazi vimepungua sana kutoka vifo 556 kwa kila vizazi hai 100,000 kwa mwaka 2020 hadi vizazi 104 kwa kila vizazi hai 100,000 kufikia Februari 2025. Na vifo vya watoto wenye umri chini ya miaka 5 navyo vimepungua sana kutoka vifo 67 kwa mwaka 2020 hadi vifo 43 kufikia Februari mwaka huu 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuzungumzia huduma za kibingwa na ubingwa bobezi wa hali ya upatikanaji wa dawa na vifaa tiba. Mheshimiwa Naibu Spika, huduma za kibingwa na ubingwa bobezi zimeendelea kuimarika. Hivi sasa huduma hizo zinapatikana katika hospitali ya rufaa za mikoa na zinatoa huduma 8 za kibingwa ambazo hapo awali zilikuwa zinapatikana katika ngazi ya kanda. Huduma hizo ni pamoja na afya ya uzazi na magonjwa ya wanawake, afya ya watoto, magonjwa ya ndani, upasuaji mifupa na ajali, huduma za dharura, huduma za mionzi, huduma za ganzi na huduma za dawa za usingizi. Mheshimiwa Naibu Spika, hali ya upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi vya kisasa na bidhaa za afya imeimarika sana kutoka 47% ya mwaka 2020 hadi 89.3% kwa Februari 2025. Mafanikio hayo makubwa yameendelea kuwavutia wagonjwa kutoka nje ya nchi pia na kuimarisha tiba utalii, ambapo hadi Februari 2025 wagonjwa 7843 kutoka nje ya nchi wametibiwa ikilinganishwa na wagonjwa 5705 kwa mwaka 2020. Mheshimiwa Spika, naomba kueleza pia kwenye eneo la kuongezeka upatikanaji wa huduma ya maji mijini na vijijini. Hali ya upatikanaji wa maji imeendelea kuimarika kutokana na utekelezaji wa miradi ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya kutolea huduma za maji vijijini na mijini. Jumla ya miradi 1633 imekwisha tekelezwa
Kati ya hiyo miradi 1335 ni ya vijijini na miradi 298 ni ya mijini. Miradi hiyo imeongeza kiwango cha upatikanaji wa huduma za maji vijijini kutoka wastani wa 70.1 kwa mwaka 2020 hadi wastani wa 79.6 kwa mwaka 2025. Kwa upande wa mijini kutoka wastani wa 84 kwa mwaka 2020 hadi wastani wa 90 kwa mwaka 2025. Kutokana na ongezeko hilo, wananchi 12,547 wananchi milioni 12,547,526 wamenufaika na huduma ya maji safi na yaliyo salama. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuzungumzia idadi ya watalii waingiao nchini. Kutokana na mchango mkubwa wa sekta ya utalii katika kuingiza fedha za kigeni nchini na kukuza uchumi wa maendeleo, serikali imeendelea kuchukua hatua mahususi ili kuhakikisha sekta hiyo inaendelea kuwa na mchango mkubwa katika pato la taifa letu. Kutokana na umuhimu huo, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliamua kufanya jitihada binafsi za kutangaza vivutio vya utalii nchini kupitia filamu ya Tanzania ijulikanayo kwa The Royal Tour na Amazing Tanzania. Jitihada hizo zimechangia kuongeza idadi ya watalii kutoka watalii 1,711,625 kwa mwaka 2021 hadi watalii 5,360,247 kufikia mwaka 2024. Kati yao watalii wa kimataifa waliongezeka kutoka 900,000